wale bodaboda vishandu walikuwa zamani wanatumika kujificha kwenye haya maeneo, kunakuwa kuna mwanga zaidi na kuweza kuwabaini ili kuwafikisha katika vyombo vya ulinzi na usalama. Walilipwa kila mmoja Laki150,000, jumla Laki750,000. Sasa naomba hao askari 20 fedha zao walilipwa na nani? Lakini mimi kwa hiki kipindi cha awamu ya miaka mitano siwezi kukubali kuona wananchi wangu wanateseka. Tujalala leo, nimelala saa 10 katika kuondoa hizo kero ambazo wanasema watoto wazurulaji, hata hao madadapoa. Tena hata kwenye madadapoa naomba nilizungumze kwa ufasaha zaidi. Afya yangu sio nzuri. Mwenyekiti, nimesikia taarifa yako ya maendeleo ya mtaa ambayo kwa kweli nasema kwamba haiko sawa. Mwenyekiti, mtaa wetu huu ni mtaa wa viongozi, ni mtaa wa watu ambao wanakwenda shule, ni mtaa wa watu ambao ni mtaa wa watu ambao wakiwa na jambo lao wana uwezo wa kulifanyia kazi. Ninapozungumza na wewe, hali ya mtaa huu ni giza. Wewe unazungumza kwa hali ya usalama ni nzuri, hali ya usalama ni mbaya. Mimi mwenyewe binafsi mwezi uliopita, huu mwezi wa 4, nimenyang'anywa simu mlangoni kwangu pale, nimeita boti imekuja imechukua mgeni wangu, mara ikaja pikipiki nyingine wamebana wawili. Mimi nikafikiria wanaendelea na safari zao, wakaninyang'anya simu akaondoka. Ulinzi hakuna. Mtaa wa Oysterbay hawezi kulindwa na watu 5. Watajigawaje? Kuna Oysterbay kati, kuna Oysterbay kusini, kuna Oysterbay kaskazini, na umbali ni mrefu. Kuna majumba ya biashara kibao sasa hivi, sio Oysterbay ile ya zamani. Ukipita mtaa wa Kaunda usiku, vituko vyake ni mimi nimepita jana saa 4 usiku nimepita. Mambo yake yanayofanyika pale ni hatari. Watu wanafuta shisha hadharani, watu wanafuta bangi hadharani. Halafu unaniambia mwenyekiti kwamba mtaa una usalama. Kuna watu wanatembea mpaka saa 9 usiku wanatembea. Ni lazima kuwepo na utaratibu wa kuona ni jinsi gani, nani anastahili, nani hastahili. Ufanyi kosa kwa hilo, sababu mtu anapokuwa mahali lazima awe na shughuli maalum ya kuwepo eneo lile. Kuhusu takataka, ndio kabisa Oysterbay inanuka. Mwenyekiti, Oysterbay inanuka. Kila unapopita ni marundo ya takataka, kila unapopita ni marundo ya takataka. Mimi mwenyewe niliweka kinanisha na takataka pale kwangu, matokeo nikaa naletewa mpaka mizoga. Gari ya taka inakaa miezi 3 haijapita kuzoa takataka. Halafu nasema mwenyekiti, hali ni nzuri, hali ni shwari. Sasa hivi mwenyekiti, uweze kutoka nyumbani kwako useme unajitembea peke yako, ni hatari. Ndio matukio mengine siwezi kuyazungumza hapa kwa sababu yanahusisha raia wa nchi. Maliza yote mjumbe, tunataka kukujibu leo kwa kazi ya Oysterbay. Unanijibu kwani mimi natoka raia? Mimi nakueleza mambo yaliyoko mtaani. Watu wanashambuliwa.
Sasa huwezi kusema mahali ambapo watu wanashambuliwa kwamba kuna usalama. Mimi mwenyewe mara ngapi naita polisi, mara ni sumu mbovu kwa ajili ya matukio. Kwa hiyo hali ya ulinzi na usalama sio nzuri, hali ya maendeleo sio nzuri. Mpaka hivi sasa hivi tunazungumza na wewe, Oysterbay hatuna hata zahanati. Mtu ukitaka zahanati uende Kinondoni Shamba au Mwananyamala. Sasa hayo ndio maendeleo. Maendeleo ya wananchi maana yake ni shule kuwa karibu, zahanati kuwa karibu, na mambo ya jamii kuwa karibu. Hayo ndio kipaumbele chako. Nisimalize na watu wengine waweze kusaidia, lakini kimsingi nataka nikwambie mwenyekiti, hali ya usalama katika mtaa wetu sio nzuri, na mtaa hauwezi kulindwa na watu watano. Debora Ujesa Neso ni mkazi wa Oysterbay kwa miaka mingi sana. Nimesema nimeanza kwa kuongeza mkazi huu ambayo nimeonyesha kwenye miundombinu, kwenye shule, na mambo mengine, lakini pia nawaunga mkono kwamba vimefikia waendesha maendeleo kwenye mkutano wetu huu leo. Kwa mfano tumeona TANESCO wamekuja, lakini sikuona wengine. Sasa mimi najikita kwenye mambo mawili. Moja ni maji. Sisi watu wa Oysterbay tuna tatizo sasa hivi, matatizo makubwa mawili. Maji yamekuwa kidogo sana kwa sababu ya ongezeko la nyumba za makazi. Apartments zimeongeza wakazi wengi sana za kujitoa. Mimi nitaenda straight kabisa kwenye hao idadi ya askari walioongezeka apart from this budget. Askari unaona waliosimama mbele niliwaita hapo, bajeti zao frankly speaking zimekuwa covered na mwenyekiti bila budget ya mtu mwingine yeyote. Unapopewa uongozi lazima uwe mbunifu, katika utendaji na uwe mbunifu katika utekelezaji. Hawa idadi ya askari tumeongeza kwanza kwa lengo la kuboresha ulinzi na usalama eneo la Oysterbay. Tuliangalia bajeti yetu haiko sawa, lakini tuna wadau ambao wanazunguka eneo la Oysterbay ambao ni mafacilitator. Hiyo idadi ambayo unaona imezidi hapa imekuwa covered na wadau ambao wanatuzunguka kupitia ridhaa yangu na kiti changu cha mwenyekiti. Hakuna hela yoyote ambayo imetumika ya ofisi kwenye ile idadi ya askari ambao wameongezeka. Ni kuweke wazi kwanza hilo. Na lingine sambamba na hayo, hizi uniform unazoziona za askari waliovaa za sasa hivi ni uniform ambazo nimejitolea mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa Oysterbay kwa fedha yangu ya mkono. Ili lengo ni kuboresha maendeleo ya mtaa huu. Lazima uwe na uchungu na kule unapotoka. Ulitaka uelewe ufafanuzi wa fedha, lakini mimi nimeona niende mbali zaidi kukuonyesha kwamba tunafanya kazi hizi kwa mapenzi na kwa maslahi mapana ya wananchi waliotuamini. Na nimeona niliongee kwenu kwa sababu mimi ndani ya miaka mitano sitaki kuchafuka. Ni kiongozi ambaye nataka kufanya kazi kwa uwazi, kwa uadilifu na utiifu, ili kesho yangu iwe na neema mbele za Mungu. Na watolea mfano, nilifanya jambo moja la uwazi kwa maslahi mapana ya wananchi wa Oysterbay na wakazi. Kulitokea kuna sintofahamu ya Wachina walikamatwa na fedha mabilioni katika mtaa wa Oysterbay. Zile fedha zilikuwa zimeingizwa kwa njia ambayo sio halali, lakini wale watu ni wakazi wa mtaa wa Oysterbay. Lakini namshukuru Mungu kwa hekima na uwazi niliokuwa nao na imani ambayo nimeniamini, nilifanya kazi kwa weledi na nikaweka wazi kila kilichoko, na wale watu wakabainika. Sikuingia hata kwenye chembe ya kuingia kwenye tamaa za rushwa. Nafanya haya si kwa bias, nafanya haya kwa maslahi mapana ya wananchi ambao wamenipa hii ridhaa. Leo mimi nipo, kesho sipo. Hichi kiti siwezi kukifanya nimekizoea. Hichi kiti ni cha kupokezana, na ili mtaa huu usimame lazima tujue kuwajibika mbele za wananchi. Ni jambo ambalo limenisikitisha sana
kiongozi au mtumishi wa serikali unatoka unakwenda kwenye nyumba ya mtu, sawa, unaomba fedha kwa mtu mdogo wa hali ya chini ambaye anajitafutia kipato chake kwa hali ya chini, inasikitisha sana. Mimi niseme wazi, niko tayari kutangulia mbele za Mungu ili kutenda haki ile ambayo nimeapa kwa kiapo changu. Naongea kwa masikitiko makubwa, tujalala. Leo nimelala saa 10 katika kuondoa hizo kero ambazo nimesema, watoto, wazurulaji, hata madada poa. Tena hata kwenye madada poa naomba nilizungumze kwa ufasaha zaidi. Unajua sheria zetu zilipo za Tanzania, hakuna sheria ambayo inamwabaidi kumkamate changu doa straight au umfukuze, lakini mamlaka za miji ambazo zimewekwa ndio zinasimamia ukamataji huu. Ilishatokea kwenye wilaya moja, nadhani nitaitaja, wilaya ya Ubungo, kulitokea mkuu wa wilaya alitumia mabavu katika kuondoa kero hizi za hao madada poa, lakini baadaye backfire akampeleka mahakamani, akaonekana na kosa, na huyu ni mtumishi wa serikali. Yule kicheo ni mkubwa kuliko mimi, lakini tunaangalia utendaji kazi uwe na ufanisi na elimu ndani yake. Kwa hiyo tunapodili na hawa watu lazima pia uwe na uelewa ndani yako. Hawa watu tumedili nao sisi kwa namna hii. Tumeona kwanza, kwa sababu maeneo wanayokaa ni maeneo ambayo yana giza kubwa. Tumeona kitu cha kwanza, ili tuweze kuwafukuza, tuweke taa. Ukiweka taa, mtu kwanza atapata aibu ya kusimama kwenye eneo la barabara. Huku jeshi la polisi jamii pamoja na mamlaka za jiji zikiendelea na utaratibu mwingine wa kuondoa, lakini hatuwezi kutumia nguvu kuondoa watu, lakini tumesaidia kupunguza kwa kasi ile waliokuwa nayo katika mazingira ya Oysterbay. Sambamba na hayo pia tumepunguza hata wale vibaka wa bodaboda ambao walikuwa wanatega kwenye maeneo ya giza, kwa sababu sasa hivi mwanga uko na wanaonekana. Na uzuri tunaendelea, sio kwamba tumemaliza. Na maana hii ni miaka 5. Niwahakikishie kama tunaweza kutekeleza ndani ya miaka 2, ndani ya miaka 5 Oysterbay itakuwa imebadilika. Hivyo hivyo kwa awamu zilizopita waliomtangulia wenzangu, haya yalikuwepo, yalikuwa ni changamoto pia, lakini tulipokezana kijiti. Sasa hivi niko mimi naendelea kuyachakatua kupitia mawazo yenu kwa kushirikiana na asasi mbalimbali za ulinzi na usalama. Kwa hiyo wanasema subira yavuta heri. Niwahakikishie kwenye swala la ulinzi tuko vizuri, na tunawahakikishia wazee wetu especially wastaafu ambao kidogo umri umekwenda, maeneo ya Oysterbay yatakuwa salama kwa kipindi kinachokuja, kwa sababu Oysterbay inaboreshwa kwa viwango vya kisasa vya maendeleo, especially ulinzi na usalama. Na lingine umeongea kwamba jeshi letu lina watu 5. Mimi naomba nikukanushe mbele ya wananchi, kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, sina jeshi la watu 5. Na jeshi sasa hivi la watu 25. Wapo ambao wako kwenye kikao hichi na wengine wako mtaani kulingana na nature ya mazingira, kwa sababu wananchi wote wanahitaji huduma, sio wote wanaweza kuhudhuria kwenye kikao hichi. Kwa majina naitwa Mbalolo Abel Mwaisumo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Oysterbay na ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mtaa huu wa Oysterbay. Leo tulikuwa na kikao ambacho kipo kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Kila baada ya miezi 3 lazima tufanye kikao cha wananchi kwa ajili ya kusikiliza yale yanayowasibu kulingana na kero, changamoto zinazotokana kwenye ngazi ya mtaa. Kwa tulikuwa na kikao ambacho kilikuwa kina ajenda ya ulinzi na usalama, kilikuwa kina ajenda ya usafi na mazingira na ajenda zingine za mengineyo, ambayo iliwaruhusu wananchi kutoa maoni au michango kulingana na mtaa unavyokwenda kwa ajili ya kuleta maendeleo ya baadaye katika mtaa wa Oysterbay. Nilipata wasaa kwa kupokea changamoto, maswali mbalimbali kulingana na zile kero ambazo zinawasibu wananchi katika maeneo haya, na pia nikapata wasaa wa kuwajibu, kwa sababu nilialika pia idara mbalimbali za serikali ambao walikuwa TANESCO ambao waligusa kwenye masuala ya miundombinu ya umeme. Pia kulikuwa kuna vyombo vya ulinzi na usalama, maswali haya yalitatuliwa. Pia tuliwaalika wadau wengine wa mazingira na asasi mbalimbali ambazo zilikuwa sambamba na ajenda zile ambazo zilikuwa zimeelekezwa kwenye kikao. Kwa hiyo nimefunga kikao hichi ambacho kilikuwa ni kikao cha amani, na wananchi wameridhika na yale ambayo nilikwenda kuyatatua kwa njia ya majibu ya live
na wameridhika pia kwa maoni ambayo aliyatoa. Nimeyachukulia hatua, nitafikisha kwenye ngazi husika ili mtaa huu kwa maendeleo ya baadaye uwe katika mtaa ambao ule wananchi wanahitaji ukae, tukiongozwa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu kwa kawaida matatizo na changamoto huwa zinaanzia ngazi ya mtaa kufikia serikali kuu. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, aliweza kutatua. Kwenye kikao kilichopita kulikuwa kuna changamoto mbalimbali, lakini ameweza kutatua kwa kina zile changamoto za barabara, changamoto za taa za barabarani ambazo zilikuwa zina ukabili wa mtaa wa Oysterbay. Amestatua kwa kiwango kikubwa na kwa wakati. Ndani ya miezi miwili ameweza kuweka taa za barabarani, ameweza kuboresha barabara hizi za Oysterbay. Tunamshukuru sana. Ni imani yangu kubwa kwa rais ambaye tunaye, haya maendeleo mengine ambayo wananchi wanahitaji yatafanyika kwa wakati, kwa sababu viongozi tupo imara na tuko kwa ajili ya kusimamia kwa viapo vyetu, ili yale ambayo wanastahili tuyatimize kwa kipindi hiki cha miaka mitano. Tutaenda sambamba na kasi ile wanayohitaji. Asanteni sana. Swala la ulinzi Oysterbay, zamani kidogo kulikuwa kuna changamoto ya kuwa na giza nene katika mitaa, kulingana na nature Oysterbay ina miti mingi ambayo ni miti Kongo tangia enzi hizo za wazee wetu, lakini pia tulipata wasaa ya kuondoa kero hii kwa kuweka taa zile za barabarani ambazo zimesababisha kuwa tuna mwanga na hata hali ya ulinzi imeimarika. Wale bodaboda vishandu walikuwa zamani wanatumika kujificha kwenye haya maeneo, kunakuwa kuna mwanga zaidi na kuweza kuwabaini ili kuwafikisha katika vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo tumeweza kuitatua hii adha kwa sababu sasa hivi kuna mwanga na kila kitu kinaonekana na ulinzi umeimarika, na pia tumeongeza pia jeshi letu ili kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Huu mtaa Oysterbay sasa hivi ulinzi umerudi katika hali yake na unaendelea kuboreshwa kwa viwango vya kisasa zaidi, kwa sababu maeneo haya uwekezaji umekuwa ni mkubwa. Kwa ulinzi unaendelea kuimarika kadri siku zinavyozidi kwenda mbele. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.